Katika onyesho kubwa la kustajabisha la urafiki wa kidiplomasia, Rais wa Marekani Donald Trump ameonekana akicheza pamoja na Waziri Mkuu wa Malaysia ndugu Anwar Ibrahim wakati wa ziara yake nchini Malaysia. Tukio hili ambalo ni nadra sana kuonekana kwa rais wa Marekani linatazamwa kama hatua kubwa ya kibinafsi na kidiplomasia inayolenga kuimarisha uhusiano kati ya Washington na Kuala Lumpur. Lakini kitendo cha kucheza pamoja kinaashiria uwezo wa viongozi hao kuungana katika kiwango cha kibinafsi na utamaduni, licha ya tofauti za kisiasa na kiitikadi kati ya nchi zao. Lakini ziara ya Rais Trump nchini Malaysia, ambayo ni taifa muhimu kiuchumi katika Asia ya Kusini Mashariki, inalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama. Kitendo cha kucheza na kiongozi mwenyeji kinaongeza joto la uhusiano ambalo linaweza kuwezesha kufikia kwa makubaliano muhimu ya kibiashara na uwekezaji. Kwa Waziri Mkuu Anwar Ibrahim, kitendo hiki ni ushahidi wa kiutamaduni kinachoonyesha heshima ya Marekani kwa mila na tamaduni za Malaysia. Picha na video za viongozi hawa wawili wakicheza zimeenea haraka kote duniani, zikisisitiza kuwa hata katika siasa za kimataifa, ishara za kibinadamu na za kitamaduni zinaweza kuwa na nguvu kubwa na sawa na makubaliano rasmi ya kisiasa. Swali kubwa ambalo kila mmoja anabaki kujiuliza ni je, onyesho hili la urafiki wa dhati litazaa matunda kidiplomasia na kuelekea ushirikiano mkubwa kati ya Marekani na Malaysia? Hili ni swali ambalo linabakia vichwani mwa watu. Kwa kile ambacho amekifanya Trump kimewavutia watu wengi baada ya kushuka kwenye ndege yake akifanya safari kuelekea kule Malaysia. Mapokezi ya airport alionyesha jambo la kushangaza watu wengi, kama unavyoshuhudia katika video. Mapokezi akaanza kucheza na wale watumbuizaji akionyesha moyo wa furaha, na hata waziri wa Malaysia mwenyewe akaanza kuunga mkono na kujaribu kuonesha kucheza, ijapokuwa inawezekana sio sehemu ama sio mpenzi wa vitu hivyo, lakini kwa kuunga mkono kwa sababu mgeni amesapoti kile ambacho amekiona na akaona sio vibaya na mimi nikashiriki kucheza.